بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد. Tumeingiliwa na mwaka mpya, mwaka katika kalenda Hijria Al-Muharram. Muharram ni miongoni ya miezi mitukufu Allah subhanahu wa ta'ala aliyotaja katika sura Tauba, miezi minne mitukufu. Ama kwa hadithi yake Mtume alayhi salatu wassalam akasema Muharram shahrullah, ni shahr ama mwezi wa Mwenyezi Mungu kaichukua kama ndio mwezi wake. Mwezi wa Muharram haina tofauti na miezi mingine ya mwaka, wala yale masiku yaliyomo ndani ya mwezi wa Muharram haina tofauti, bali Mwenyezi Mungu huchagua kwa viumbe wake anavyotaka yeye na kupandisha daraja amtakaye na atakacho yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala hatuijadili hilo. Kwa nini kafanya Muharram asifanye Shaaban? Kwa nini kafanya Makka? Kwa nini asifanye Mombasa kwa Muharram? Haram. Kwa nini katukuza baadhi ya maeneo akayainua daraja yake? Hii ni katika hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala sisi hatuwezi kuyadiriki ila Mwenyezi Mungu atufungulie sababu zake. Ama mwanadamu hana sababu ya kuweza kutumia akili yake kusema kwa nini. Kamtukuza Mtume alayhi salatu wasalam kwa viumbe yake yote, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, akamfanyia ndiye rahma kwa waja wote na ulimwengu kwa ujumla wake, the whole universe. Kwa nini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mwenyezi Mungu kwa kupenda kwake mwenyewe. Sisi hatuwezi kudiriki dhati ya Mwenyezi Mungu alivyo, basi na hatuwezi kudiriki hikma yake ila mpaka yeye atufungulie, atuambie sababu ya hivyo. Ndugu Waislamu, ndani ya Muharram inapatikana tukio muhimu, sio tukio la kitarehe, wala sio tukio lilojifunga na wakati wala na watu maalum, bali ni tukio muhimu katika mafunzo kwetu sisi kama ummat Muhammad. Nao ni tukio la hijra ya Mtume alayhi salatu wassalam. Hijra yake ndio imesababisha ayati nzima chungu nzima katika Qur'ani kutaja hawa watu wawili waliokuwa ni major component, sehemu muhimu ya hijra, nao ni al-muhajirun wal ansar. Hawa watu hawakuja kwa Qur'ani kuipamba Qur'ani. Hawa watu wana umuhimu katika istilahi ya kisheria na katika manhaji yetu sisi kama Waislamu wa kuigizwa. Leo watu wakizungumzia mabadiliko ama kubadilisha hali ya watu kutoka hali ya unyonge mpaka hali ya izza, watu huchukua mifano iliyofungwa ndani ya boksi ya mifumo ya kikoloni ya kimagharibi na demokrasia. Wengi wanasema tufungue vyama vyetu, tushiriki katika nidhamu zao, tuwe na magavana na marais na mabunge wetu, sisi ndio yetu itapatikana na maslahi yetu na mabadiliko yatapatikana. Tunajifunga katika masalihi yao, tunajifunga katika box waliochora wao ramani. We think within the box, not outside the box. Hivi ndio ilivyo huu mfumo wa kirasilimali ilivyotujenga fikra zetu. Ndugu Waislamu, al-muhajirun wal ansar sio jina tu kwenye Qur'ani. Hizi ni sifa ambao ni mutlak, haijajifunga na wakati. Baada ya kusimama dola ya Kiislamu Madina, Mtume alayhi salatu wasallam akaamrisha Waislamu katika kila pembe ya jangwani ya bara Arabu wafanye hijra, waje katika Darul Muhajirun, Darul Islam ndani ya Madina na Darul Ansar. Kwa nini watoke katika maeneo yao waje huku? Kwa sababu hiyo ndo Darul Islam, hapo ndo ardhi yao, hapo ndo nafikiana na imani yao ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ndugu Waislamu, Uislamu kwa nukta hii ya hijra inatufundisha nukta ya mageuzi kutoka hali moja kwenda hali nyingine. Ni funzo kubwa enyi Waislamu, lakini Waislamu wenye kudhania kwamba tutapata masalihi yetu
na kuleta mabadiliko na mageuzi kupitia nidhamu ya makufar, hawa wanaishi katika ndoto uliowekwa na ramani ya huu mfumo. Angalia maajabu yenye Waislamu. Huu mfumo umezalisha maajabu ambayo hujatokea katika tarehe. Hivi majuzi Nasdaq ni sehemu katika New York City ambao watu wanafanya stock exchange market, joint stock ventures, makampuni makubwa makubwa corporates kama SpaceX na Microsoft na wengine wote wameweka katika Nasdaq, ile soko la hisa ndani ya New York. Juzi SpaceX ya Elon Musk iliuza IPO ama inaitwa Nasdaq Dibwa, yani imetanguliza kufungua sasa katika SpaceX kuuza katika public. Value ya Elon Musk ilitoka kuwa ni mabilioni za senti, hiyoza bilionea, akapambazukiwa yeye ndiye mtu wa kwanza katika mgongo wa ardhi kuwa ni trilionea. Huu mfumo kumfanya sisi katika Uislamu haujakataza mtu kuwa tajiri. Si haramu kuwa tajiri katika Uislamu, wala Uislamu haujaweka kiwango ya mali ya wewe kumiliki katika dunia. Miliki utakavyo, muhimu inajifunga na ahkamu za Mwenyezi Mungu katika njia ya kupata na katika njia ya kutumia. Tulikuwa na masahaba mabilionea, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Hao ni watu kwa matajiri. Uislamu haupingi utajiri ya mtu binafsi, lakini Uislamu unapinga utajiri at the expense ya mgongo ya watu kuhangaikia ile mali kwa kutajirisha wewe. Elon Musk akawa ndiye first trillionaire katika mgongo wa ardhi kupitia huu mfumo. Hii is by design. It's not by hard work. Sio kwa kuwa mfanya kazi kwa nguvu na bidii. 1 trillion is equivalent to 1000 billion. Na tutazungumzia dolari za Marekani, hatuzungumzii pesa za Kenya. Trilioni moja ni bilioni 1000. Bilioni 1000 ni milioni 1000. Asa 1000 mara 1000 milioni. Yani milioni ndio trilioni moja. Uenda milioni moja mara milioni ndio trilioni moja. Hii ni milki ya mtu mmoja. Ili hali ndani ya Amerika yenyewe, huyu mtu asili alizaliwa South Africa, anamiliki mali ambao ni mara mbili ya utajiri ya nchi nzima ya South Africa alikozaliwa. Mtu mmoja anamiliki mali mara mbili ya utajiri ya South Africa nchi alikozaliwa. Nchi yenye milioni ya watu, nchi yenye usiku na mchana wanafanya kazi za kiuchumi, lakini hawamfikii yeye. Ana mara mbili ya mali yao. Wafanye miaka miwili ndio wafikie kiwango chake. Jumla milioni ya watu wafanye miaka miwili usiku na mchana ndio wamfikie yeye, mtu mmoja. This is by design. Ilhali na Amerika alikotajirika Elon Musk, employee sector imedouble wale wenye kufanya 2 shift. Maisha haiwatoshelezi ile mishahara yao. Watu wanatoka katika shift moja na kwenda shift ya pili, aongeze pato lake ili aangalie familia yake. Imedouble. Ilhali katika hali hii ambayo ni aghlabi ya watu, majority wako katika hiyo hali, kuna mmoja na trilioni na zaidi. Si makosa jamani kukuwa na mali na utajiri, lakini utajiri ulio katika huu mfumo wa kirasilimali na ufukara ulio katika huu mfumo wa kirasilimali is by design. Hii ni ufukara, ni trap, ni mitego iliyowekwa na huu mfumo, watu wabaki katika ufakiri. Kuna kitu inaitwa generational poverty, ufukara wa kurithi. Leo tunarithishwa na wale tutangulia wazazi wetu ufukara. Maisha gani haya? Mpaka mtu anahisi ni jambo la adi la kawaida kuwa katika ufakiri. Ndio dunia anayejengwa naye. Na wale kidogo ambao wanafanya kazi wanafungwa na maushuru za ajabu, kiasi ya kwamba akipata sudden shock, labda kumetokea jambo lolote, ampoteza kazi, siku ya pili yake tu yuko ndani ya ufakiri na madeni yanamjaa ya kulipa.
the system capitalism is by design yafanya watu mafakiri. Tusiwe na wale watu ambao ni mughafala katika reality inavyokwenda jamani. Tusichukulie ayati za Qur'ani kwa uwepesi wake. Au utasema lakini Mwenyezi Mungu anasema ndio Ar-Razzaq. Ndio, Allah ndio Ar-Razzaq. Allah ndiye Ar-Razzaq, na yeye kwenye Qur'ani yake ametaja matajiri na maskini. Kwani Qur'ani haikutaja masakini wa fukara? Mbona ametaja? Basi kwa kawataja yeye sio Ar-Razzaq tena. Tusichanganye masala ufakiri na umaskini na utajiri na masala ya riziki. Kila binadamu atakula riziki yake paka pumzi ya mwisho. Lakini kubakia katika dhiki hii ambayo ni psychological torture, mwanadamu kila siku unakuwa katika survival mode. Wewe unafikiria kuishi tu. Kila siku wafikiria uwe hamali, wabeba mizigo usiku na mchana. Usipoamka asubuhi kwenda kubeba, ama umekuwa mgonjwa, ama siha yako imekuwa hivi na vile, unakuwa tayari katika hali ngumu ya kimaisha. It's high time watu question what is democracy. Ni nini hiki demokrasia ambayo inaruhusu leo nafasi wenye mali kuwa rewarded na mwenye hana chake anateseka katika maisha hii mfumo wa kirasilimali. Ndugu wa Islam, capitalism ama mfumo wa kirasilimali ina reward watu wenye mali. Ndio naangalia kila mwenye mali huzidi kutajirika kila kukikucha, na mwenye hana anakuwa ni vigumu. Na hata kidogo wewe labda katika generational poverty umerithishwa ufakiri na wazazi wako, umetoka katika society ama jamii ambayo ni mafakiri, ukijaribu kuinuka kidogo katika maisha yako, ile jamii yako inakufunga kwenye mikono na shingo yako, kwa sababu wao pia wanahitaji kwako. Inakuwa na mzigo mkubwa wewe kuwakomboa kuliko yule alirithishwa utajiri na babake. Jamii yake wako juu. It's an unfair system katika usambazaji ya utajiri katika jamii. Si makosa, wala hatusemi ni makosa mtu kumiliki anavyomiliki, lakini tunazungumzia huu mfumo. Hatuzungumzii Elon Musk. Elon Musk ni mfano ya mtu kufaidika katika mfumo ambao inakuza udhulma. Leo wanafunzi, mtu anakwenda university anapewa mkopo ya kusoma. Akimaliza kusoma, mshahara yake enda mbio kulipa mkopo kabla hajafikiria yeye kupata. Na tukishakuwa katika poverty trap, katika mitego ya ufukara, tuwekewa njia ya kusuzidisha ufukara. Fuliza, M-Shwari, Hustler Fund, hizi zote hazikuinui. Kwa sababu katika survival mode utakimbia kuchukua hizi petty cash loans. Alafu wewe huna tena njia ya kuendelea ila kuendelea kukwama katika mikopo wanayoweka wao hizi. Huwezi kujikomboa wewe na ufukara. Wala huu mfumo hauko pale kukuondoa katika ufukara. Inakuexploit to the limit. Bado utasikia bado atakwambia work harder, fanya kazi kwa bidii. Kazi gani? Mfumo wenyewe haikuruhusu bidii utakayoweka. Ni kama mfano mtu ana troll kwenye ile treadmill. Kwenye gym kuna ile treadmill, mtu akimbia kini kwa hapo. Na hard work yako huna mali unakwenda, no distance covered katika maisha yako. Na juhudi umeweka. Hivi ndio ndivyo huu mfumo unavyotosha watu. Inavyodhikisha watu katika maisha yangu, ndugu Waislamu. Kwa sababu gani? Huu mfumo una reward capital. Why does it reward capital? Capital owners wa rasilimali, kwa sababu huu mfumo inaitakidi kwamba tatizo la kiuchumi ni tatizo la uhaba, scarcity. Na suluhisho ni kuzalisha, production. Why? Kwa hivyo mwenye rasilimali anakuza production, anatatua tatizo la kiuchumi. Huyo anakuwa rewarded. Lakini wewe Muislamu ama wewe mtu yote kadi ambaye huna rasilimali, you are not rewarded. Hata kama ukafanya kazi kwa mshahara unayepewa, ile mshahara unayepewa ni exploitation. Sio reward, it's not a reinforcement. Bali hulipi kwa thamani ya manufaa unayozalisha, unalipwa kwa standard ya living. Ndio unaangalia huu mfumo katika employment sector, unaambiwa kuna kitu inaitwa minimum wage. Wafanyakazi wapewe mshahara ya chini ni kiwango fulani. Juzi wanatangaza ni 18,000. Shilingi 18,000 wapewe. Wamepata wapi 18,000? Ni kiwango ya wewe kuangalia maisha yako ya kila siku. Siku 30 kisha huna pesa, huna uwezo kujiendeleza kwa ile manufaa unayozalisha kwa juhudi ya employment unayepewa. Sector employment imekuwa exploitation ya matajiri. Scientist, mtu kama Elon Musk anafaidika kwa ile
uvumbuzi ambao unazalishwa na mascientist katika technology, ana benefitie pakubwa kuliko mascientist wenyewe. Ana wafanyikazi wanaemfanyia kazi usiku na mchana, anafaidika katika government contracts ambayo wewe huna hiyo fursa. Lakini illusion inayokreatiwa na demokrasia inakwambia one man one vote, kila mtu kura moja. Kura yako wewe maskini na kura ya tajiri si moja kwa moja, ndugu zangu. We are not equal. Huyu mtu ana influence sera ya serikali kwa maslahi yake, ana create monopoly, ukiritimba, anafunga soko kwa maslahi yake, na watu wanabakia ni mafakiri. Mfano tu hapa nchini Kenya, soko ya maziwa ina wenyewe mabwenyenye. Wewe jaribu kuingia katika sekta hiyo, hutoweza kutoboa. Ina wenyewe sekta ya maziwa. Mpaka by law in Kenya, ukiuza maziwa raw ni hatia, unashikwa. Ni kinyume na kanuni za nchi. Imekreatiwa ukiritimba. Wana create laws ya child labor leave, ya wanawake wanapewa miezi ya kuhesabika. Mtoto Qur'ani yasema anafanya nyonye miaka 2, anapewa miezi ya kuhesabika ila kwenda kanue zile formula foods ya kumpa mwanawe. Wale makampuni watajirike, yeye arudi kazini, asiwe na muda kumnyonyesha mwanawe. Hizi ni kanuni zinawekwa kwa maslahi ya matajiri. Huu mfumo una reward capital, reward juhudi. Kinyume na Uislamu katika nidhamu yake ya kiuchumi, inaangalia tatizo la kiuchumi ni tatizo la kumiliki, watu kufikia kumiliki mali, ikafikia suluhisho ya usambazaji ya utajiri katika jamii. Ndiposa Allah subhanahu wa ta'ala kwa suratu Hashr yatuambia kai la yakuna dulatan baina aghniyai minkum, hii mali isiwe ni mzunguko kati ya matajiri. Alghani, watu matajiri peke yao ndio wanamiliki mali, iwe ni mzunguko kwa jamii wote. Ndio Uislamu ukaweka ushuru maalum inaitwa zaka, ikiwa tutaita ushuru kwa maana mali yatolewa kwa masalihi ya wale ambao hawana, sio ushuru hizi za kufaidisha matajiri na matumbo ya wanasiasa. Zaka inatolewa kwa mali, ni zakatul mal. Ushuru hutozwa bidhaa na huduma. Huu mfumo wa kirasilimali, miongoni ya njia kwa watu kuwa mafakiri ni ushuru. Inatoza ushuru kwa bidhaa na huduma. Vitu unainunua na huduma unahitaji katika maisha yako inatozwa ushuru. Inafanya ile bidhaa na huduma kuwa ghali. Ukileta mali kutoka nje walipa ushuru ndio ingie. Ukiuza kuna sales tax, VAT. Ile bidhaa inakuwa ghali kwa mtu wa kawaida. Iendeleza ufukara ushuru, kwa sababu inatoza bidhaa na huduma. Na bidhaa na huduma, enyi Waislamu, ndio maisha yako kila siku, ndio livelihood. Maisha yako inatozwa ushuru usiku na mchana. Yaani wewe kuishi unatozwa ushuru. Wataka kula, wataka kulala, wataka stima, wataka maji, wataka hili, yote zina ushuru. Mfumo ya kuza ufukara. Kinyume na Uislamu ni zakatul mal, yule tajiri kwa mali yake, sio kwa bidhaa na huduma ambayo watu wanataka kuishi juu yake. Yatozwa 2.5% kupatia mafakiri na maskini na wengine waliotaja kwa Qur'ani. Uislamu umekuja ku create balance. Haikuja Uislamu kusimamisha dhulma kama hizo. Uislamu nidhamu yake ni uadilifu, al-adala. Imekuja kuhifadhi heshima ya wanadamu kwa ujumla wao. Na katika ramna bani Adam, Mwenyezi Mungu ametutukuza, we have a dignity as human beings. Lakini ufukara, mpaka tunazoea scarcity, uhaba, inakuwa ni sehemu ya uzoefu wetu kwamba hakuna, na ile hali imejaa tele. Ndugu Waislamu, mfumo wa kirasilimali ni mfumo umefeli. In exploit employment, kiasi ya kwamba mtu unafanya kazi miaka 10, 20, 30, yeye bado yuko katika mtego ya ufukara. Na huu mfumo inapenda the so called middle class, kwa sababu wao ndio heavily taxed. Anachukua nyumba kwa mortgage, anachukua gari kwa hire purchase.
jumla ya maisha yake yote yenda na mikopo, yuko heavily burdened by debt trap, yualipa usiku na mchana kupitia hiyo mshahara isiyokuwa na thamani na manufaa anayezalisha. Kinyume nakwambieni, mizani ya Uislamu katika kupima mshahara ya mtu mwenye kuajiriwa haipimwi kwa standard ya maisha inavyokwenda, inapimwa kwa ile juhudi inazalisha thamani gani, alipe kwa mujibu ya ile thamani benefit ambayo employer wapata kwake. Kwa hivyo Uislamu, employment ni moja katika njia ambayo inamtoa mtu katika ufukara, sio inamkandamiza kila kukikucha yeye ni kukopeshwa katika maisha yake ili alipe kwa ile mshahara mdogo alionaye. Tunaishi katika mfumo ulio na dhiki. Mfumo wa benki ni miongoni ya mfumo ambao inakuza ufukara katika jamii. The so-called financial facilities. Leo ukitaka rasilimali hakuna njia ila kwa mabenki. Unaambiwa ukabishe mlango. Leo kuna baadhi ndugu zetu ukitaka msaada kwake anakuambia nenda benki, benki ndio kutoa pesa. Nenda kaombe kwa benki. Uislamu si hivyo. Mabenki inakuza ile rasilimali kwa mikono ya wachache, kinyume na Uislamu inavyosema. Leo mwenye kutaka mabilioni za pesa yapewa kwa riba ndogo, na yo access zile pesa kwa kuombwa na benki achukue, sio yeye kuomba. Lakini wa employees ambao wanachukua mikopo kununua gari na kununua ploti na mortgage ya manyumba, anachukua zaidi ya nusu ya umri yake kuilipa. Ndugu Waislamu, it's high time to question demokrasia. Mfumo unaoruhusu ka create framework ya kumwacha huyu mwenye kumiliki rasilimali kupeleka sera ya nchi. Kwani serikali inahofia, unaambiwa kila siku serikali yetu yatuambia yataka foreign investors, wawekezaji wa nje waje wawekeze nchini hapa ili kukuza uchumi. Hao wakija wanakuja na benefit nyingi kwa nafsi zao, wanapewa tax relief ambao raia usiku na mchana anatozwa. Ule mrasilimali anakuja na rasilimali yake ana invest, yeye hana 100% faida yapata. Kuna ma EPZ hapa, kwenda wewe mtu hapa utaangalia ikifika time za shift maelfu ya vijana wanavyoingia wa kiume na wa kike kwa petty cash wanayepewa usiku na mchana, wanakuwa exploited. EPZ hakuna ushuru wanaetoa, wanakuambia tu tunawaruhusu kwa sababu wana create employment. Employment gani? Ni exploitation. Mbona watu hawainuki katika maisha yao, wanabakia usiku na mchana kwa exploited? Ndugu Waislamu, demokrasia imecreate sera ambayo ya kiuchumi na hakikisha makapitalist wa rasilimali ndio wenye kukontroli uchumi unavyokwenda. Wana create monopoly, wana create ukiritimba ambao makampuni macorporates yanamiliki zile soko. Wewe huwezi kuingia katika ile soko. Leo kuna Unilever, Cadbury, manini chocolate. Wewe ingia biashara ya chocolate kama utatoboa. Enyi Waislamu, mpaka lini hii maisha ya kudhalilishwa katika maisha yetu tutahesabu kama ni maisha tunayoishi? Huu mfumo umecreate psychological shock katika akili ya wanadamu kiasi ya kwamba tunadhania hii hali tunayoishi ndani yake ni hali ya ada, ni kawaida. Hii si kawaida wanadamu kuishi hivi. Kuna enormous wealth. Mwenyezi Mungu ameumba hii dunia na kila kitu ndani yake kutosheleza sote wanadamu mpaka siku ya kiyama. Tasawwar wewe leo mtu anamiliki mali nchini Kenya, budget yake haifiki hata $50 billion. Haifiki budget ya kuendesha nchi nzima. Na hiyo $50 billion nchi ya Kenya itabidi ikopeshwe, haina pesa ya kutosheleza ile budget. Itaboro ili kuendesha nchi ambayo over 50 million people. Haiwezi hata kuweza ku raise 50 billion. Kuna mtu ana $1 trillion, mtu mmoja. 1 trillion ni bilioni 1000, na bilioni 1000, bilioni moja ni milioni 1000. Yani milioni 1000 kwa 1000 ndio trilioni moja.
Mtu mmoja anamiliki hivyo, wakati Kenya nzima annually our budget we cannot raise 50 billion Qurani nchi, mpaka tunaomba mkopo. Mafakiri kiasi gani sisi? How insecure nchi iko kiasi ya kwamba tunakuwa ni wanyenyekevu wanavyotaka wao wa rasilimali. Wakija hapa sasa hivi tunawababaikia. Juzi kulikuwa na kongamano kiongozwa na Mfaransa nchini Kenya, kwambia Africa forward. Forward wapi? Forward kwa ufukara. Hivi tuna kongamano kubwa hapa ya ocean, blue economy. Nani afanya hiyo? Akuja uwekeze watu wa nje wa rasilimali. Nchi fakiri. Tumezoea kuwa mafakiri. Ni poverty trap ambao mfumo umeweka, na hakuna njia wala hakuna siasa wala mwanasiasa wala chama yoyote atakayokomboa kwa hii hali. Wakoloni wanamiliki dunia. Njia pekee ya kujikomboa na kujinasua ni kuisoma sera ya Mtume na kuelewa hijra yake. Kuwepo kwa maansar na muhajirun sio kupamba Qur'ani wala kupamba sira ya Mtume alayhi salatu wasalam. Hiki ni sifa mutlak ambayo inapatikana paka katika zamani yetu, bal ni fursa dhahabia kwetu leo kupata hiyo sifa ya muhajirun wal ansar. Hawa watu walifanya kazi, wakasimamisha dola Islamia, wakasimamisha kitabu wa sunna. Qur'ani kaongoza watu katika maisha yao. Ahkamu ya Mwenyezi Mungu ndio kabainisha halali na haramu. Uislamu ndio katubainishia kheri na shari, hasan na kabih. Leo kwa kukosekana huu mfumo na kwa kukosekana muhajirun wal ansar, wata create hii equation ya nusra ya kusimama wa tamkin ya dola ya Islamia, tukaichukulia hii ni sehemu ya nukta ya tarehe. Enyi Waislamu, hii ansar wal muhajirun haikupatikana fadhila hii ila wa zamani ya Mtume. Ilikuwa dola hakuna. Ar-Rasul alayhi salatu wasalam na masahaba wake ndani ya Makka na hizbi yake wakafanya kazi mpaka wakasimamisha dola Islamia Madina kupitia mkono ya Aus wal Khazraj, wakawa ndio maansar. Baada ya kuanguka dola 1924, dola Uthmania, hakuna dola Islamia. Tumerudi kwa hali kama aliyokuwa naye Mtume ndani ya Makka. Ni fursa kwetu tena kupatikana muhajirun wal ansar. Ni fadhila ambao sote tunafaa tuwe na hamu naye, tusiwe na hamu ya kujua nani atashinda World Cup. Haituhusu sisi. Leo watu wanasherehekea World Cup na aghlabi ya watu wote mafakiri. Nchi mzima fakiri. Waichukulie jambo la adi, kitu kawaida kuishi kwa ufakiri. Enyi Waislamu, huu mfumo haukomboi. Huu mfumo na reward capital, ina reward wenye rasilimali. Wewe huna chako basi na huna chako kabisa, utakuwa warithishwa ufukara generation after generation. Kizazi baada ya kizazi mnabakia katika ufakiri. Uislamu ulinyanyua watu, ikawachia katika iza, ikawapatia thamani yao na utukufu wao. Leo ni kinyume. Wanadamu wamekuwa ni watu duni, thamani duni. Ndani ya India watu paka wanauza figo yao moja ili apate kulisha ahli yake. Na hapa Kenya itakuja fika hiyo siku. Mtu utauza sehemu ya mwili yako upate kuishi. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta